tuko hapa kukuletea matangazo haya moja kwa moja kutokana na kifo cha alikuwa askofu mkuu wa jimbo la Katoliki Dar es Salaam Polycarp Kardinali Pengo ambaye amefariki Februari 19, 2026 akiwa na umri wa miaka 82. Tukiwa hapa tunapata nafasi ya kuzungumza na watu mbalimbali waliohudhuria misa hii takatifu, lakini vile vile viongozi wa kisiasa wako hapa. Mimi ni Wilberforce Ngoto na nazungumza pia na kiongozi mkuu kutoka chama cha ACT Wazalendo Mheshimiwa Dorothy Semu, kadhalika Mheshimiwa Janet Rita ambaye akiwakilisha ngome ya wanawake kutoka ACT Wazalendo. Endelea kutufuatilia katika mtandao wetu wa kijamii Facebook, huko Instagram na pamoja na YouTube kwa anwani ya Jambo TV Online. Mheshimiwa Dorothy, tumefurahi kukutana nawe, lakini pole kwa msiba. Asante sana, poleni na nyinyi kwa msiba. Tunashukuru. Baba Askofu alikuwa ni mtu ambaye aliweza kufanikiwa kuunganisha baina ya serikali pamoja na kanisa. Akahakikisha pande hizi zote mbili zinakwenda bila kuumizana. Wewe kwako amekuachia alama gani kama kiongozi wa kisiasa? Mimi kwangu Baba Askofu Polycarp Pengo ameniachia nafasi ya kutukumbusha viongozi kusimama kwenye nafasi zetu. Tunajua alikuwa ni kiongozi wa kidini, lakini hakuyumba katika kuielimisha, kuielewesha na kutoa msimamo kwenye masuala mbalimbali ya kijamii, katika kutakia mema na heri nchi yetu na kutukumbusha kama viongozi kusimama kwenye maadili na kuongea kwa uwazi, kwa ukweli, kila siku kuikumbusha jamii kwamba maadili mema yanahitajika katika jamii yetu na katika kazi zetu za kila siku. Wakati huu wa maridhiano ambapo taifa linahitaji maridhiano kwa kiwango cha juu sana, Baba Askofu, Mwenyezi Mungu angeendelea kumweka hai, unadhani angeweza kufanikisha vipi pia hili likafanikiwa kwa nafasi yake? Kwanza angetukumbusha kusimama kwenye ukweli, kusimama kwenye kuhakikisha kwamba kila aliyehusika anachukua hatua stahiki. Angetukumbusha kuwajibika, lakini mwisho angetukumbusha kwamba mbele yetu tuna taifa ambalo tunataka kulivusha salama, na katika kusimamia yote na kusimamia haki ya wale waliodhulumiwa, tufike mwisho na tulitengeneze taifa letu kwa ukweli, haki, upendo na masikilizano. Kumekuwa na maneno kwamba dini sichanganywe na siasa, siasa sichanganywe na dini, lakini ni kama hili jambo aliepukiki hivi. Leo tuko hapa, viongozi mbalimbali, watu wa kada tofauti, tumekutanishwa na msiba huu. Unazungumzia vipi dini katika kusukuma amani ya taifa? Dini zote, dini nyingi zikiwemo dini za Kikristo na madhehebu mengine zinatukumbusha sisi maadili ya kuishi vizuri na watu, kutenda mema, kutenda haki, kukimbia ubaya, lakini pia kuikumbusha na kuiasa jamii kusimama kwenye mstari. Kwa hiyo sisi ni wale ambao upande mmoja ni tunalitumikia taifa hili, lakini upande wa pili wa kiroho tunahitajika roho zetu zipone na zisimame kwenye mstari. Kwa hiyo vyote tunavihitaji, na zaidi sana dini ya kuweka sawa akili zetu, matendo yetu, na mwisho maadili yetu na misimamo yetu katika kumtumikia Mungu na kulitumikia taifa letu. Kanisa Katoliki ni kanisa kubwa duniani, na ujumbe wako sasa kwenda kwao, kwa waumini kwa wakati huu ambao wanapitia kwa hivi sasa? Napenda kutoa pole kwa askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, Askofu Ruwaichi, viongozi wa kanisa na Wakatoliki wote, na tupo nao katika kuomboleza msiba huu wa aliyekuwa kiongozi Kardinali Polycarp Pengo. Ni fahari kukutana na wewe hapa msibani, licha katika wakati huu mgumu, ukiwakilisha ngome ya wanawake kutoka ACT Wazalendo. Msiba huu Baba Askofu Polycarp Pengo ameacha nini kama mwanasiasa? Asante, nashukuru. Msiba huu ni mkubwa kwa sababu tunawategemea viongozi wa dini, hasa katika kipindi kigumu ambacho tunapita kwenye nchi yetu. Tunategemea busara zao, hekima waweze kutuongoza, na ninaamini kwamba viongozi wa dini, lakini pia wenye umri mkubwa kama wa Kardinali Pengo, ndio sababu ambayo
wanaweza kutuleta pamoja, kuleta taifa pamoja. Lakini yote kwa yote, hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu, kwake tulitoka na kwake tunarejea. Hatuwezi kulaumu kazi ya Mungu. Lakini pengo ni kubwa kama jina lake lilivyo pengo, kwa sababu ni kipindi ambacho nchi yetu inahitaji kuponywa majeraha, na tunahitaji wazee, tunahitaji viongozi wa dini na watu mbalimbali tuweze kuirudisha nchi yetu pamoja. Wakati taifa ambalo kwa sasa hivi tukihitaji sana maridhiano, kila pande ikiimbwa maridhiano. Baba Pengo, mchango wake Mwenyezi Mungu angeendelea kumjalia uhai, unadhani angefurahishwa kwa kuona jambo gani likifanyika? Sio Baba Pengo peke yake, taifa kwa ujumla tungefurahishwa kuona taifa letu limerudi pamoja, limekuwa moja. Na lazima hawa viongozi wangekuwa ni sababu ya kuzungumza na wale ambao wanaiharibu nchi na kuhakikisha haki inarudi Tanzania na demokrasia ya kweli inarudi Tanzania. Kwa hiyo jambo ambalo lingeweza kumfurahisha Baba Askofu Kardinali Pengo ni kuona kwamba taifa letu limerudi pamoja na demokrasia ambayo tumekuwa tukiimba inakuwa ni ya kweli na haki inatendeka ndani ya taifa letu. Sote tumesikia watu wanaimba sana amani, 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 lakini amani haiwezi kuwepo kama hamna haki. Kwa hiyo naamini kwamba Baba Askofu angeendelea kuwepo hai, angetamani kuona haki inatawala Tanzania. Asante sana kiongozi. Asante, nashukuru. Box hapo nyama. Ndio. Tarehe 27. Mwezi maisha. Haya, ukiwa tayari niambie tuondoke. Tunaweza kuanza. Tayari? Mimi niko tayari. Na mtazamaji, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu, Jimbo Kuu la Dar es Salaam, ikiwa leo ni siku ya 27 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Tukio la moja kwa moja kabisa kutoka hapa kanisa la Jimbo Kuu la Katoliki hapa jijini Dar es Salaam. Tunafahamu aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo hili kwa takriban miaka 27, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, ambaye alizaliwa tarehe 5 ya mwezi wa 8 1944 na Mwenyezi Mungu akamtwaa tarehe 19 ya mwezi wa pili 2026. Hakika hili ni pigo kubwa kabisa kwa Watanzania, lakini vile vile kwa kanisa la Katoliki. Jina langu ni Wilberforce Ngoto, kwa niaba ya wale wote ambao watakuwa wakikuletea matangazo haya moja kwa moja kutoka hapa Posta jijini Dar es Salaam. Basi tukukaribishe hapa uweze kufuatilia matangazo haya mubashara kabisa na kuhakikisha kwamba unapata yale yote ambayo yanaendelea. Na tukizungumza hivi sasa ibada inaendelea ya kumwombea Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo huko ndani ya kanisa hapa, lakini vile vile watu wanaingia kwa awamu na kuna restrictions ambazo zimewekwa za kuruhusu kamera chache sana huko ndani, lakini wanahabari wengi naona wamepata nafasi ya kuweza kuwa nje ya viwanja hivi vya kanisa hili la Katoliki Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Kanisa Kuu la Mtakatifu Yosefu hapa jijini Dar es Salaam. Labda kwa uchache utakuwa unalisikia jina la Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo, bila shaka unalisikia, lakini unaweza ukawa unajiuliza Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo yeye hasa alikuwa ni nani, lakini vile vile alama ambazo ameziacha katika kanisa Katoliki, kadhalika kwa taifa kwa ujumla. Na kwa taarifa ambayo labda unaifahamu na mimi niongezee hapo, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alikuwa askofu wa Jimbo Kuu la Kanisa Katoliki hapa Dar es Salaam. Kumradhi.
Yeye aliteuliwa kuwa kardinali mwaka 1998. Lakini Kardinali Pengo alijulikana kwa uongozi wake wa busara, unyenyekevu na msimamo thabiti katika eneo lote hilo la maadili. Na Kardinali Pengo akizaliwa Agosti 5 kama nilivyokudokeza hapo mwanzo 1944 mjini Sumbawanga mkoani Rukwa hii, lakini alikuwa kardinali wa pili wa Tanzania baada ya Laurian Rugambwa. Kardinali Polycarp Pengo alikuwa ni kiongozi wa kipekee sana katika kanisa hili Katoliki Tanzania, historia ikieleza hivyo. La moja kati ya mambo ya muhimu ambayo labda tukufahamishe mtazamaji unayefuatilia Jambo TV muda huu, alikuwa ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam kuanzia mwaka 1992 hadi 2019 na kuteuliwa kuwa kardinali mwaka 1998 na Papa John Paul wa pili. Kardinali Pengo akijulikana kwa uongozi wake wa busara sana, lakini unyenyekevu ndani yake ilikuwa ni eneo ambalo linamfanya na kuwa kipekee sana. Lakini mbali na hayo yote, kuwa kiongozi wa kiimani, alikuwa pia ni mtetezi wa haki za binadamu, amani pamoja na masuala ya mshikamano wa kitaifa. Hilo pia unapozungumzia Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo huwezi kumtenga na hilo. Lakini pia aliwahi kuwa rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Katoliki Afrika pamoja na Madagascar SECAM kuanzia ule mwaka wa 2007 hadi 2013. Kardinali Pengo pia ameacha alama sana ya kudumu katika kanisa hili la Katoliki Tanzania na Afrika kwa ujumla wake, na bila shaka urithi wake utaendelea kuchochea moyo wa wale wote ambao wanaoishi maisha ya huduma kwa wengine. Kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukamsimulia Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo na tusitoshe muda katika kumweleza hayo, lakini moja kati ya mambo mengine ya msingi na ya muhimu mno ya kukumbukwa na katika mchango hasa wa kanisa lake Katoliki Tanzania nikupitishe tu kwa kuyafahamu, alisaidia sana kuimarisha jimbo Katoliki la Dar es Salaam, na utafahamu na utakubaliana na mimi kwamba akilifanya kuwa moja ya majimbo makubwa sana na yenye nguvu nchini Tanzania. Lakini pia mbali na haki za binadamu ambazo amekuwa akiendelea kusukuma, lakini alikuwa anatumia sana mamlaka yake katika kusemeza masuala ya kijamii na kisiasa, huku akisaidia sana kukuza mahusiano mazuri kati ya kanisa Katoliki pamoja na sheria za nchi. Unafahamu haya masuala, huwezi kutenga kanisa na viongozi wa taifa, na ndio maana tunashuhudia hata katika viapo mbalimbali, licha ya kuwa serikali haitambui dini, serikali inatambua dini lakini haina dini. Ndio maana tunashuhudia katika viapo mbalimbali viongozi wanakuwa wanaapa kwa kutumia Qur'an kwa wale wa upande wa Waislamu, lakini vile vile kwa madhehebu haya ya Kikristo basi lazima awe na kitabu kitakatifu cha Biblia. Mahusiano mbalimbali ambayo Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alikuwa na mahusiano mazuri sana kati ya kanisa Katoliki na mambo ya nchi, lakini alikuwa kiongozi kama ambavyo nimekudokeza. Ni mambo mengi ambayo unaweza ukayafahamu. Kwa jijini Dar es Salaam leo, watu wenye imani ya Kikristo kadhalika za Kiislamu huwa wanaitazama mvua kama baraka, na bila shaka hapa kanisani pia kuna viashiria vya mvua, manyunyu hivi. Bila shaka sasa hii tunaweza tukaitafsiri kwamba ni baraka, na Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo barabara yake ni nyeupe na atakuwa amepokelewa vyema huko alipokwenda. Unaweza kutufuatilia moja kwa moja matangazo haya kupitia YouTube channel yetu ya Jambo TV Online, lakini ukatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii katika mtandao wa Instagram kwa anwani ya Jambo TV Online. Tuko pia katika X, zamani Twitter, vivyo hivyo kwa anwani hiyo. Facebook pia huko sasa tumeunganisha, unaweza ukatufuatilia na kutupata. Lakini katika YouTube channel yetu, kama bado hujafanya hivyo, unaweza ukabonyeza alama ya kengele ili uweze kuwa kwanza kupata notification ama unakumbushwa kama kuna jambo lolote jipya
limekuwa limechapishwa katika mtandao wetu, wewe unakuwa wa kwanza kuweza kulifuatilia moja kwa moja. Na miaka 82 ya uhai wake duniani, Baba Askofu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo bila shaka ameitendea haki na ameifanyia sawasawa, lakini hili tunalidhihirisha kwa sababu wanasema kufika umri huo ni umri wa ziada. Umri wa ziada sana. Ukishavuka miaka hiyo 60 hapo kwenda juu, basi kama ni kwenye mchezo wa mpira wa miguu, basi huo tunaweza tukasema ni muda wa ziada, extra time, zile dakika za nyongeza. Na kwa uchache sana, hasa kwa dunia hii leo, watu kuishi na kufikia umri huo. Miaka 82 imetumika vizuri, huduma za kiroho, lakini vile vile advocacy, masuala mbalimbali ya haki za binadamu na kuhakikisha kwamba haki ya mtu haidhulumiwi pale ambapo kunaonekana kuna sintofahamu, dosari. Polycarp Pengo alikuwa hasiti kufanya hivyo, na matukio muhimu kuyafahamu. Moja kati ya tukio ambalo hata mimi katika wakati ninakuwa nitakumbuka, yeye ndio aliongoza ile ibada ya kumwombea baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Moja kati ya mahubiri ambayo aliwahi kuyatoa akiwa siku hii muhimu ile kwa taifa. Tunafahamu sote msiba wa baba wa taifa pia ulikuwa ni moja kati ya misiba mizito kuwahi kutokea katika taifa hili, na ilikuwa ni Oktoba 19 ile. Moja ya mahubiri aliyowahi kutoka Kardinali Polycarp Pengo alipokuwa akiongoza misa takatifu ya mazishi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere Oktoba 19, 1999 katika kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu jijini Dar es Salaam. Kwa maana hiyo ni hapa ambapo leo hii pia naye wanamuaga hapa, na ndipo yeye alisimama hapa na kuongoza hiyo misa takatifu ya mazishi ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kabla ya mwili wa marehemu kusafirishwa kuelekea Butiama kwa mazishi ya mwisho wakati ule. Kwa hiyo tunaweza kuona nafasi yake na namna ambavyo alikuwa akilitendea haki kanisa lake Katoliki na kuhakikisha kwamba anawalinda waumini wake kiimani, lakini pia mbali na wale ambao hata walikuwa sio waumini wa kanisa Katoliki, yeye alikuwa akihakikisha kwamba anawasemea pale ambapo inahitajika kufanya hivyo. Kwa hiyo mambo ambayo yanaelezwa hapa ni mengi, na kesho sasa itakuwa ni kule Pugu hapa jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda sasa kumwelaza katika makazi yake ya milele. Kwa maana hii misa leo itakwenda hapa, najua ni msiba mkubwa, kwa maana hiyo kuna kuhudhuria viongozi mbalimbali wa kitaifa hapa, kwa protokali ni nyingi. Kwa hiyo na hii misa kwa ratiba niliyopewa ama kuambiwa ni kwamba itakwenda hadi majira hayo ya saa 10 za jioni. Kwa hivyo tutaendelea kuwa hapa kuhakikisha kwamba unaendelea kupata matangazo haya ya moja kwa moja. Mimi ni Wilberforce Ngoto kwa niaba ya wote ambao wanahakikisha matangazo haya yanakufikia popote pale ulipo duniani. Siku hizi mambo ni kidijiti. Ukiwa katika simu yako ama kifaa chako chochote chenye uwezo wa kukamata internet, basi unatafuta tu Jambo TV online na kufuatilia matangazo haya ya moja kwa moja. Tutaendelea kuhakikisha kwamba tunakamata watu wawili watatu ambao wako hapa, wao ni viongozi ama waumini ama tu watu ambao wamefika, waliguswa kwa namna moja ama nyingine na msiba huu ama waliguswa na maisha ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Tutakuwa tukifanya hivyo kwa kuweza kuwaita na kusikiliza pia shuhuda zao za namna ambavyo walimfahamu na vile ambavyo msiba huu mwagusa moja kwa moja. Ni watu wako hapa, viongozi ambao wa kitaifa ambao nimewashuhudia. Mheshimiwa mkuu wa mkoa Albert Shalamila, Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, alikuwa hapa katika viunga hivi na nikataka kuzungumza naye, akasema anakwenda mahali kaitwa Baba Askofu Ruwaichi, amekwenda huko, lakini ilikuwa tuzungumza naye hapa. Lakini pia viongozi mbalimbali wa kisiasa tumezungumza hapa, na Mheshimiwa Dorothy
Semu, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, lakini vile vile Mheshimiwa Janet Rite kutokea mwenyekiti wa ngome ya wanawake kutoka ACT Wazalendo pia yuko hapa na viongozi wengineo wengine mbalimbali ambao wako hapa. Karibu sana, uendelee kutusikiliza na kutufuatilia popote pale ulipo, na haya ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu, jimbo kuu la Dar es Salaam. Matangazo ya moja kwa moja kutokea hapa, misa takatifu ikiendelea ya baba aliyekuwa askofu mkuu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Na wakati fulani aliyewahi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 3 Alhaji Ali Hassan Mwinyi aliwahi kuzungumza maneno ambayo yamekuwa yakiendelea kuzunguka katika mitandao ya kijamii kwamba maisha ni hadithi. Sasa wewe utatamani isimuliweje ni wewe vile ambavyo unaishi katika dunia hii, ili siku ukiwa haupo sasa zile hadithi zako zisomwe. Sasa itategemeana hadithi hiyo, kama ni ya kuvutia, kama ni ya kusikitisha, kama ni ya kuchekesha, ni wewe mwenyewe utaamua moja kwa moja kwamba usimuliwe vipi. Na hayo aliyaeleza kwa muktadha wa namna ya kuyaishi maisha pale ambapo Mwenyezi Mungu anakuwa bado amekukarimia uhai, jinsi unavyoishi na watu, lakini kikubwa ulivyoishi, ulivyokuwa ukiyaendea mambo. Wanakuambia watu wataweza wakasahau yote, lakini binadamu hawawezi kusahau vile ulivyowafanya wajisikie. Moja kati ya quotation kubwa duniani zimewahi kusema hivyo. Watu wanaweza wakasahau yote, lakini watu hawawezi kusahau vile ulivyowafanya wajisikie. Kwa hivyo tukitoka katika muktadha wa Alhaji Ali Hassan Mwinyi, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 3, akisema hivyo, maisha ni hadithi. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe sasa unataka hadithi yako iweje. Sasa na tunavyoondoka hapa duniani, kila mmoja anakuwa anaondoka na safari yake, maana wanasema ili upate tiketi ya kuondoka duniani ni lazima pawepo na sababu. Sasa ndio unakuta mwingine anaondoka kwa ajali, mwingine kwa maradhi, mwingine amelala tu usingizi, haamki. Njia ni tofauti za kuweza kudepart katika dunia hii. Huwezi kuondoka duniani pasipokuwa na sababu. Hivyo ni wewe sasa kujiandaa. Kitu ambacho watu hawakifahamu, kuna sherehe 2 duniani: kuzaliwa na kufa. Siku ukizaliwa watu watafurahia, ukizaliwa, na siku ukifa basi watu pia watakusanyika. Kwa hiyo watu wanakusanyika kwa matukio hayo makubwa na ya kihistoria katika dunia hii. Matangazo ya moja kwa moja bashara kutokea hapa kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu, jimbo kuu la Dar es Salaam. Misa takatifu ikiendelea kanisani hapa, katika kanisa hili ambalo liko hapa katikati ya jiji Dar es Salaam Posta. Na leo tukio kubwa ambalo limekutanisha watu hapa ni tukio la misa takatifu ama ibada ya kuweza kusema machache kwa ajili ya kumsindikiza safari yake ya mwisho hapa duniani aliyekuwa askofu mkuu wa jimbo kuu, aliyewahi kuwa askofu wa jimbo kuu kanisa Katoliki hapa Dar es Salaam, Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Hayo ndio ya muhimu ambayo yamekutanisha watu hapa, na mambo ambayo yanakuwa ni ya kustaajabisha ama hayaepukiki ni pale ambapo kunatokea misiba. Unajua, sherehe watu wanaweza wasihudhurie, lakini misiba huwa inakutanisha watu kwa sababu kunakuwa hakuna namna nyingine. Watu wanaweka tofauti zao kando na kuamua kuja kukutana pamoja kwa ajili ya kumstiri aliyetangulia mbele za haki. Sasa tunaweza kukiri na kusema kwamba sasa manyunyu yamekolea. Hali ya Dar es Salaam sasa hivi ni joto mno,
kwa wale wakazi wa Dar es Salaam ama wale ambao wanakuja na kutoka, hali ni ya joto sana. Nadhani pengine ni kutokana na kuitwa kwa mvua. Nadhani joto hili linakuwa ni kwa ajili ya mvua, na ndio maana sasa kuna rasha za hapa na pale kuhusiana na kwa ajili ya joto hilo. Naweza ikawa hueni labda mvua inaponyesha kidogo, walau tuweze kuondoa joto. Matangazo haya unafuatilia bado, sisi tuko hapa kuhakikisha mpaka mwisho hili jambo. Lakini shirikisho lile la mabaraza ya maaskofu Katoliki ya Afrika na Madagascar, SECAM, Baba Askofu Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo alihudumu pale kutokea mwaka 2007 hadi mwaka 2013. Hiyo pia ikatengeneza alama ya kudumu katika kanisa Katoliki Tanzania na Afrika kwa ujumla wake. Kwa hiyo urithi huo bado umeendelea kubaki hapo. Na kuna maswali ambayo watu wanaweza wakajihoji kuhusiana na historia ya maisha ya Mwadhama Polycarp Kardinali Pengo. Ndugu yangu mmoja alinitumia ujumbe asubuhi wakati nikielekea katika tukio hili, akaniuliza mambo ya muhimu sana hapa. Akasema watu wengi, unajua kuna vizazi tofauti sana sasa hivi. Unajua kuna watu wa millennia, kuna watu wa Gen Z, kuna kadhalika. Kwa hiyo inawezekana na kimuona sasa RC Chalamila, Baba Chalamila huyo, sijajua sasa ndo kama anaondoka hapa ama la, lakini namuona inawezekana ni safari hii kitoka katika viwanja vya kanisa hili, kanisa kuu la Mtakatifu Yosefu, jimbo kuu hapa Dar es Salaam. Naam, nilikuwa kuuliza, na rafiki yangu aliniletea ujumbe asubuhi akasema, kardinali ni nani? Anapatikanaje? Tanzania tumekuwa na makardinali wangapi? Kwa sasa leo ni nani? Na mambo kama hayo. Ni masuala muhimu sana